Barua tarehe 9, barua ilifika ofisini kwangu tarehe 9, na baada ya kufika tu ofisini kwangu tukaandika barua kwa msajili, kwa waziri, tukiomba kwa ujumla kwamba tunaomba atuthibitishie kwa maandishi iwapo barua hii ambayo nimeirejea sasa hivi ni halali na imeandikwa kwa mkono wake. Sababu zake ziko very obvious kwa mtu ambaye akili yake inafanya kazi kwa haraka. Kwa sababu kuna barua ambayo watu wanasimamia, wamekamata watu wetu, wameweka tape, wamefunga, wamefanya press conference kusema si nini, baadaye watu wanakuja kuikana. Hii na yenyewe barua hii ambayo tayari inasema kanisa la Glory of Christ Tanzania Church lenyewe halijafutiwa usajili na hiyo barua hawaitambui. Hii barua ni ya waziri kweli? Manake baadaye tena na yenyewe sija katoka mtu akasema hiyo sio ya kwetu. Kwa tumeandika barua nyingine tukiomba wizara ithibitishe barua hii kama ni kweli ni ya mheshimiwa waziri. Kwa hiyo barua tumeipeleka kwa email, na nafikiri physically pia watu wangu watakuwa wameshaifikisha. Lakini pamoja na hayo pia na katika barua hii tumesema kwamba kutokana na huu msururu wa huyu anasema hivi, huyu anakanusha hichi, hebu tupate clarity kuhusu hii barua ambayo inasemekana ni ya waziri, ni ya kwake kweli? Hasa narudia kwa mara nyingine tena, hasa kipengele cha pili. Hichi kipengele hivi, hawa watu ndio maana tumetaka uthibitishwe kweli kabisa hawa walioyafanya waliyafikiria in the context ya hiyo kilichofanyika, au kuna swala lingine la ziada. Kwa ndio maana tumetaka uthibitishwe. Tarehe 10 mwezi huu pia nikaandika barua nyingine nikimjibu mheshimiwa waziri on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Umeona tofauti ya wakili na mtu mwingine? Kwanza nimeomba uthibitisho kwamba barua ni ya kwako, nasubiri. Kwa sababu hii barua tutaitumia mahakamani na mahala pengine. Kwa usio tunasema usio kaziwa kanyaboya kwamba hebu thibitisha ni ya kwako sio ya kwako. Lakini at the same time kazi nyingine zinaendelea on the assumption kwamba ile barua ni ya kwake kweli. Kwa nikamjibu wa barua tarehe 10 nikipinga hoja zake zote alizozitoa kwenye barua. Yule ambaye kweli kabisa anafanya kazi kwa mantiki anaweza kuentertain. Kama nilivyosema hivi, mkisema mlango wa kuingilia ni huu, mtu akaingilia pale bila kuleta fujo, mnaweza mkamfukuza kwenye kikao as long as ni muumini au kiongozi wa Glory of Christ Tanzania Church. After all, kwa nini waliipokea basi? Kama hoja ndio hiyo, wale walioipokea sio walisoma akajua ni rufaa, kwa nini waliipokea? After all, waziri sio mahakama kwamba ana namna yake ya kupokea hizo vitu, lakini mwisho siku walipokea. Na tumemtajia hapo misingi ya sheria, overriding objectives na nini, kwamba hiyo sio hoja. Na tukasema kwamba kama na tukamlazimisha, tumesema kwamba tunamtaka afanyie maana amesema ameshindwa kufanyia kazi rufaa, hajatoa substantive decision. Tumwambia tunakutaka utoe uamuzi sasa wa hizo hoja tulizozitolea, ni kwamba usikimbie, kama neno hilo halitaudhi sana, usikimbie nitoa hoja, jibu hoja yetu. Na tukamwambia kwamba tutachukua hatua nyingine za kisheria kama hata jibu. Lakini kuhusu hii barua, kuhusu ile hoja ambayo nilisema ile ya kwamba barua haijawekwa saini na kwamba haitambuliki na wizara, tumwambia pia haina mashiko. Tukamwambia kwamba ni wizara hiyo hiyo iliyopeleka jeshi la polisi kuzuia shughuli za ibada za wateja wetu na kuamuru kukamatwa waumini kadha, nimewataja kwa idadi yao, mnamo siku ya tarehe 2 Juni 2025. Sasa haiwezekani wizara moja, hata kama waziri hajatuma nenda kakamate, tunashumu kwenye siku na vitu wanafahamu wenyewe tu situational report. Lazima kila siku wanapeana hali ya usalama sefani iko hivi, tumekamata watu wangapi na nini kwa sababu fulani. Na swala la kukamata waumini au kufunga makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church, hatuamini kwamba ni habari ambayo tunaisha kwa katibu kata. Hatuamini hivyo. Ni habari ambayo kwa kweli au uamuzi au utekelezaji ambao unafika kwenye ngazi kidogo za juu kidogo. Lakini hata wasemaji wenyewe wanaojitokeza ni wasemaji ambao bila kuwakosea heshima wengine, wasemaji wazito. Sasa tumemuuliza hapo mheshimiwa waziri, hawa ina maana sasa wao walikuwa walitoa wapi hiyo nguvu, ujasiri, na kwa nini mpaka kesho hawajazuiwa? Na kama nilivyosema, basi kama ile barua kwa sababu haijasainiwa na wizara haitambui, again toeni tape watu wasali. Ndicho tunachosema kwa tumemjibu tena waziri. Na tukamwambia pia kwamba kuhusu tofauti wa majina, mwisho wa siku
ni kukosa umakini kwa mwandishi, wala sio kosa letu sisi. Lakini tunachojua ni kwamba mwisho wa siku Glory of Christ Tanzania Church haijawahi kufutiwa usajili. Kwa hiyo sasa tunarudi kwenye kusubiri upokewaji wa hoja za upande wa pili. Maana wenzetu walikuwa wameomba mpaka leo tarehe 13 walete kiapo kinzani. Tarehe 13 inaisha saa 6 usiku kwa mjibu wa siku hizi kuna kitu kinaitwa online filing system, unafanya kwenye mtandao. Kwa kanuni tunasema inaisha saa 6 usiku. Kwa hiyo baada ya uamuzi kusoma, mimi nimeomba kwa jaji kwamba kuna matukio yametokea ziada ambayo tunaamini tunapaswa kupeleka taarifa za ziada kwa kiapo mahakamani. Kwa nimeomba mpaka tarehe 10 niliomba tarehe 16, lakini mahakama imesema ili kuepuka matatizo mara mtandao uko chini nini, nimeongeza mpaka tarehe 17. Niliomba mpaka tarehe 17, lakini nimeongeza mpaka tarehe 18. Jaji ameongeza siku moja kwa busara kwamba msije mkajibana sana halafu mkapata matatizo mkaja kunililia. Maana yake nini? Kwamba mimi nilikuwa naomba siku chache kwa sababu umati huu ni 0.0.01 ya watu ambao wanasubiri kwa hamu majibu na hawaombi kitu kikubwa. Hawaombi biskuti, hawaombi maji, wanaomba kwenda kusali. Kwa hiyo hilo jukumu mimi linanikereketa moyoni. Ndio maana nilikuwa nataka hebu nikimbie mbio mbio iamuliwe inavyoamuliwa, alafu twende ngazi nyingine. Lakini kama nilivyosema